Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Duza. Ha 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 ha. Duza. Maniga duza. Kama kuna mwanga uje sasa, kama kuna msaada umfikie. Bago. Bago. Mtaa ulimlea kwa shida na jasho, kila kona kuna majaribu na macho. Alijifunza kupambana bila msaada, ndani ya giza. Dada, usiniogope. Ni mimi mdogo wako Jafet. Wewe tushakuzika wewe. Inasadikika hivyo, lakini huo sio ukweli. Ukweli ni kwamba hamkuzika mwili wangu, na kitu mlichokizika ni mlizi. Na nini ilikupelekea mpaka kufika hapo kwa hivyo ulivyo? Siku zote adui huaga hatoki mbali. Ni watu wetu wa karibu ndio wanatufanyia ubaya. Inawezekana akawa ndugu yako au rafiki yako, ila mtu pekee alionifanyia hili jambo mpaka niko katika hii hali, naweza nikakwambia wote hamwezi mkaniamini, ila ukweli ndio huo. Mtu aliyenisababishia hiyo hali sio mtu mwingine, ni mzee. Nani? Manza maisha mapya, mzizi maleo kafika moyo wa. Kwani wewe una shida gani? Maana toka muda na kuona una nyata unatembea kwa wasiwasi, wakati hapa ni kwako. Sasa si ushasema kwangu? Kuna haja yoyote ambayo ya mtu kuniuliza kwa nini unaingia hivyo? Au kwa nini nanyata? Si kwangu hapo. Arafu, mbona leo uko tofauti? Umevaa nguo nzuri, umependeza. Mimi sijazoea kukuona katika muonekano huo. Kwani kupendeza kuna chagua siku au kuna chagua mtu? Au kuna aina ya mavazi kwamba watu hawaruhusiwi kuvaa? Mimi nimevaa kawaida tu, maana kila siku navaa. Kawaida, lakini sio kwa mtu kama wewe. Umezungumza kwamba sijui kwako wewe sio kawaida, kwako wewe sijui nini. Mimi ndo mavazi yangu kila siku. Ila tu tunapishana kwa sababu njia zetu tofauti. Ninayopita mimi na wewe unayopita tofauti. Garambira. Nilikwambiaje kuhusu kuniita jina la Garambira? Hii sio mara ya kwanza. Na naendelea kukufunza. Tena sasa hivi nitakufunza kwa vitendo. Usiniite tena mimi Garambira. Yaani kukueleza kwangu mimi unachukulia hatua ya kunipiga? Alafu kitu usichokijua, humu ndani unaishi kwa amani kwa dhamira yangu mimi. Mtaa ulimlea kwa shida na jasho, kila kona kuna majaribu na macho. Haya, toka. Yaani mtu mwenyewe unadharau alafu hela hauna. Toka. Kwani tatizo nini? Hivi vitu vya kuzungumzika, sio unampa, yani unatoka nje unaongea unampa faida nani? Swala pesa zinatafutwa. Sasa unanitoa kwenye mudi kiukweli. Sio kama mimi sitamani kukupa pesa, natamani kukupa. Sema bado natafuta. Naomba hapa usije ukarudi. Usije ukakanyaga kwenye hii nyumba. Yaani hii nyumba inaona kama kituo cha polisi. Sijui umenielewa? Hela zinatafutwa mama, na mimi ndio katika kutafuta hela.
Mimi sio tajiri, hela zangu ni zote natafuta tu kama unavyotafuta watu wengine, ila nitakupa mimi. Hauna pesa. Tangia lini wewe ukaona pesa? Labda huko kwa wanawake wengine ndio una pesa, ila ukija kwangu hauna pesa. Yaani wewe nimeshakuzoea. Wewe kila siku una pesa. Kaza kunidanganya tu na kuniongopea. Haya, leo jana umeniambia una pesa. Pesa yenyewe ndio leo umekuja kunipa buku. Hivi unajielewa kweli? Yaani umenikamia, umenigaragaza, yaani staili zote umeniweka. Alafu leo asubuhi ndio unakuja unanipa buku. Hivi unajielewa? Alafu wewe nini wewe? Mtu wenyewe malaya tu bwana. Watu kibao wanakuja hapa. Mimi unaniwekea huko. Mimi nakuja tu kwa shida zangu lakini hamna chochote, hamna maajabu yoyote yani. Umeniita mimi nani? Mimi malaya. Ai, kama mimi malaya, huko hujaona watu ambao wasiokuwa malaya mpaka umekuja kwangu kunitumia. Hivi wewe mimi unanichukuliaje kwanza? Mimi unanionaje yani, labda nikuulize. Mtu nye hela una. Kila kitu nikufanyie. Alafu leo unakuja kuniita mimi malaya? Sasa naomba unisikilize. Mimi malaya naongea. Kuanzia leo hapa usije. Tena usije. Na kama ukija basi uje na hela yako kamili. Sitaki kutumiwa, sitaki kufanya nini, hela yako kamili. Ukifika tu kwenye hili gate, kaa ukijua unakuja kwa malaya mwenzako. Mbwa wewe. Poa tu bana. Shoga yangu, zingatia maneno yangu niliyokuambia huko ndani kuhusu Sakina. Maana siku ile kaifanya kakimbia, kaifanya ndio mjanja, katuweza, lakini tutavumfuatilia yule binti. Mbona anatujua vizuri sana si nani? Wala tu sijali shoga yangu. Hilo limeisha. Ila kuwa makini shoga yangu. Maana yake yule toka nilivomjua yupo hapa, mshirikina kwanza mpaka zizi wake. Utakuja kulogo utasahau deni lako shoga yangu. Hilo hata haliwezekani. Lakini ishi hapo hapo, ngoja niwe mvua. Nimekuja kuulizia deni langu inakuwaje? Maana ni muda mrefu kwa sasa. Swala la deni lako nalikumbuka sana dadangu. Lakini mimi ningependa unipatie muda kidogo kwa sababu hata yule mdai wangu ninayemdai bado hajanipatia pesa yangu. Unajua kila ninapokuja kukudai wewe unamdai mtu. Mimi nakudai wewe na wewe unamdai mtu. Wewe mtu ni nani ambaye unamdai wewe kila siku akupatie hiyo pesa yako? Mimi mtu ninayemdai ni Sakina. Sakina? Sakina huyu hapo mtaa chini. Yaani mimi ananisumbua ninapokuambia mpaka kwa mwenyekiti nimefika. Na huyo Sakina. Kwa kweli huyo Sakina mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Kuna siku tulikuwa tunampeleka kwa mwenyekiti hivyo hivyo. Lakini tukapishana naye, akatukimbia. Yaani unavyoniona mguu nikitoka kwako naelekea kwa huyo Sakina. Yaani nimejaa madeni mwili mzima, sina amani hata napokaa kwa sababu ya huyo Sakina. Na wewe hapo unaniambia habari za Sakina. Yaani ndio unazidi kabisa kunichanganya, nacheza mpira ambao hata sijui mwisho wake ni wapi. Basi sawa. Ngoja tuondoke maana twende hapo kwake. Maana mimi mwenyewe namdai vile vile. Yaani tu ufanye tu twende. Maana mimi mwenyewe nishachoka kufuatilia madeni. Ingekuwa kazi sasa ningekuwa nalipwa mshahara tangu nianze. Na nyumba tayari ningekuwa nishajenga. Fanya tuondoke. Usimuumize ndugu kwa sababu ya shida. Dunia ina majaribu lakini subira ni ibada. Leo ni kilio, kesho inaweza kuwa faraja. Mungu huona yote ya duniani mwanangu. Shida si ruhusa ya kuumiza wengine. Maumivu yakizidi tafuta watu wa kusema nao. Kila maisha yana mtihani wagi duniani, lakini mwisho wa subira huleta nuru moyoni. Tusikubali hasira kutumaliza kirahisi. Upendo na subira vina nguvu kuliko visasi. Leo ni huzuni lakini kesho kuna matumaini. Mungu atunusuru na mabaya duniani. Nyima dada. Hivi wewe dada, una akili kweli wewe? Yaani zimetimia kichwani mwako? Yaani unafanya tukio la mtu baada ya usimame umombe msamaha ndo kwanza wewe unachochola tu na mwenzio.
kaka hapo hapo. Hiyo kwanza una akili timamu. Umeniona natembea bila nguo? Kama ungekuwa mstaabu basi ungeanza na salamu. Mbona unaongea tu unapayuka? Kumbe ulikuwa unataka salamu, si ndio? Haya, shikamoo. Shikamoo na wewe. Shogangu, achana na huyu. Kwani huyu umfahamu? Huyu si mlinzi. Mlinzi? Kwa hiyo unataka utulinde na sisi au? Hapo ndo nashindwa kuelewa. Alikuwa na kigenge. Wanawake wamemfirisi, sasa hivi ndo amambulia kazi ya ulinzi. Hai! Makubwa. Huo ulinzi wangu ni kazi kama kazi nyingine. Mimi nahitaji mkate wangu. Kaka, nisikize nikwambie. Mimi sio muuza duka. Kwamba mimi nauza mikate wala maandazi. Naomba tuheshimiane. Na kuheshimu, tuheshimiane. Sikujui, hunijui. Sawa. Mjanja wewe. Tutaonana. Mbona mlinzi? Usimuumize ndugu kwa sababu ya shida. Dunia ina majaribu, lakini subira ni bada. Leo ni kilio, kesho inaweza kuwa faraja. Mungu, kama umetumwa na mzee Mlisho, mwambia hii vita ni watu wawili tu. Alitumwa wa kwanza na wa kwanza na wa kwanza na akashindwa. Hata wewe utashindwa. Lakini mimi sijakubali kushindwa. Na hata hicho ulichokifanya kwangu ni cha kitoto tu. Oh, wacha tuone. Afu kumbe una uwezo mdogo. Uwezo uliokuwa nao ni kama wa kwangu tu. Kwa hiyo huwezi kunifanya chochote. Na wale wako leo ujibadilishe kuwa nyoka. Nikuonyeshe. Sasa naogopa moyo wake unaumia. Kila picha ya ndoto bado inamfuata. Anaomba Mungu alinde maisha. Sakina! 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 Mbona kama hamna mtu? Yaani unajua Sakina, naweza kawa yupo ndani, afu akatuchunia kimya. Yaani huwa sijui yukoje wewe. Yaani huyu tuje kesho mwili mapema tu kabla hajaamka. Tuwe tumeshafika hapa. Hapa inabidi tu tuondoke maana hamna mtu. Sawa tunaondoka, lakini kumbuka mimi na yeye hatujamalizana. Usijisaulishe. Sawa shogangu, sasa tutafanyaje? Sakina ndo hayupo. Ndio hivyo nakwambia usijisaulishe, hatujamalizana. Kilichofanya nikuite hapa ni kwa sababu nahitaji niweze kukupatia kazi. Ni kazi ipo unayozungumzia wewe ambayo unataka unipatie mimi? Kazi ninayotaka kukupa, nahitaji wewe uweze kuniua. Msubiri kwanza. Yaani kukuua kinamna gani kwanza? Yaani unamaanisha nini? Yaani kivipi? Yaani sijakuelewa yani. Kifo ninachokitaka mimi, nahitaji uweze kusambaza taarifa katika mtaa wote huu. Waweze kujua kuwa mimi nimekufa. Sawa. Ni swala dogo. Kwa nini wewe mimi? Nimekuchagua wewe kwa sababu wewe ni shemeji yangu. Alafu katika kazi zako wewe sio haba. Kwa hiyo ni rahisi sana watu kukuamini na kuelewa kile unachokisema juu yangu mimi. Sawa. Hilo limeisha. Na kama unavyozungumza kwamba mimi sio haba, na kweli mimi sio haba hata kidogo. Yaani mimi sichekechi katika maisha haya. Sawa. Umezungumzia hapo swala la mke wangu. Ila si unajua kwamba mke wangu taarifa akipata na ataumia. Kuhusiana na mkeo ambaye mimi ni mdogo wangu, hilo sina shaka kwa sababu upo naye wewe. Kwa hiyo katika kipindi atakachokipitia wewe utakuwa mfariji wake. Sawa, nimekuelewa mwamu. Vipi kuhusu malipo yangu? Maana hiyo kazi sio rahisi. Na unafahamu fika kabisa kwa mtaa, unaelewa sisi tunavyoheshimika hapa. Sawa. Mimi nitapita kila mtaa, nitakuwa natangaza, tutafanya hivi na kuna harakati ndogo ndogo. Unajua kwa sababu mazingira ya msiba tunafahamu kabisa hapa kuna mashehe nini, unajua. Kwa hiyo inakuwa kuaje yani kusoma mazingira kama hayo. Kwa sababu hao watu lazima uwakeshi, uwape keshi bwana, hii hapa hii tufanye hivi. Na mimi sina kitu. Inakuaje sasa? Mimi uwaga natoa hela mida ya usiku tu. Lakini kwa kuwa wewe ni shemeji yangu na nimekupa kazi hiyo, hiyo pesa naomba uchukue mwenyewe. Ingiza mkono katika mfuko wangu na uweze kuchukua pesa.
kiasi chochote utakachokichukua, hiyo ndio halali yako, kiwe kiasi kikubwa ama kidogo. Mwamu, sikize nikwambie kitu kimoja. Yesu umenipatia kazi mimi, na si umeniamini mimi. Kazi inaanza kuanza leo, ila nashukuomba ni kitu hiki kimoja tu. Ninavotoa mguu wangu hapa, na ujue kabisa kwamba naenda kuanza kazi yangu moja kwa moja. Sitaki nikuone. Hilo nalifahamu. Nitakavyotoka hapa sitarudi na sitaonekana kwa muda wa miezi 3 au 4. Na kama ikitokea nimerudi, basi jua kutakuwa na sababu maalum iliyonifanya mimi niweze kurudi katika mtaa. Hizo Ili blaza, mimi nimekuita hapa, kuna mchongo wa hela hapa. Na mimi nikaona kabisa kwamba mchongo wa hela huu hapa, au nikimwita blaza wangu kila huu hapa, tutaishi nao, tutamalizana nao fulishi, kwa sababu sisi wenyewe tushafanya madili kibao hapa mtaani. Nduza mdogo wangu, kwani unaniambia una mchongo wa hela afu umeenda katika vichochoro kama hivi mwanangu? Wewe unajua pande zipi sisi tunakutana mwanangu? Kweli mchongo wa hela mwanangu, mchongo wa hela upo serious kweli? Wala rafiki yangu tunashana vichochoroni kama hivyo, tunaniambia mwanangu eti yangu nina mpango wa hela mwanangu, upo serious kweli nduza mdogo wangu? Sikia mwenyewe. Unaona hilo dili yenyewe liko fulishi, yani na uhakika nalo. Kwanza hapa yenyewe nisamee tu mdogo wako, nimeenda long kuleta mazingira kama haya hapa. Si unajua. Ila kutoka na ile mchongo wenyewe wa hela haraka haraka, mimi nikaona kabisa mimi popote blaza na mvuta. Si kila siku tushazoea kupiga harakati zetu hizi hapa, hii 30, 20, 40. Inabidi tufanye harakati ambazo yani tunapiga hela ambayo tunajua kabisa tutatoka kwenye nafasi nyingine na tutusogeza kwenye nafasi nyingine ambayo sisi tunahitaji. Tuna maisha magumu mwanangu. Mchongo upo vipi unajua? Namjua yule jamaa mmoja anaenda kama mlisho hapa mtamzizima, unamjua, unampata wewe mshikaji? Mlisho? Kuna jamaa mmoja hivi bwana, mwamu wangu bwana, unaona yule nani yule chichumdeko wangu mtaani, yule mke wangu yule ndo kaka yake sasa. Ila anachokihitaji yeye, unaona mtaa wote mzizima huu. Yaani utambue kwamba yule jamaa kaenda miembeni yani. Unajua? Yaani tu kama tunatengeneza msiba fake tunautengeneza ili mradi watu wajue tu kwamba yule jamaa amekufa. Sijui na mazingira gani. Yeye anajua mwenyewe. Ila kifupi sisi tusimame kwenye mazingira kama hayo. Kuna hela mwanangu, mimi sikufichi yani. Hizo sio hela, jidiscuss vipi? Hiyo issue kama hiyo ambayo anakuja anasema yani unajua labda ana faida, kuna hicho kitu labda ana faida nacho sana. Sisi tunafaidika vipi sasa? Maana unaniambia hela alafu nikwambie kitu nduza. Usinipeleke je au mwisho wa picha sasa vile venyewe unapata 30, sijui hapo 20. Unajua nikwambie wewe unajua madili yako, mimi najua madili yako, unajua la kunichanganya unajua. Unajua kwa nini mimi kuchagua wewe? Kwa sababu kuna masela kibao wanaita ngolo wanje, kuna namba kibao mtaani, kupanya kibao hapo mtaani. Ile mimi nimekuchagua kwa sababu kitu kimoja tu. Naona wale mashabondeni ndio mimi najua kabisa mjomba unaweza wale mashio wale. Kumbe nataka leo ukamalizane nao wale. Yaani hizo basi sijui maostazi sijui nini. Saluti. Sasa sikia, ngoja nikupe laza hii hapa. Kuna ngoma mdogo wako nataka niache. Wewe unanijua bwana mimi mwenyewe naimba vile vile. Babaki walai. Nduza sasa hivi unachana unaimba au unalapula tu mwanangu. Sikia hii hapa. Nite mtoto wa Kiafrika nilotokea mchanga wa Nyerere, Julius baba taifa losomea Uganda makelele. Nimezaliwa 86, Ali Hassan Mwinyi kumbele. Januari tarehe 9 ndo sikukuu yangu wa milele. Sungi mkono kichochea vita hata upige makelele. Tuko hapa Tanganyika, tuna makucha, tunaomba upele. Hii dunia sisi tunapita. Hakuna atakeshi milele. Binadamu hatujakamilika. Tuvumiliane ndio tusonge mbele. Nite mtoto wa daktari Dr. Samia Suluhu Hassan. Nasiba buli kwenye kuzisakasa sampa yalipolipuka mabomu kwetu Mbagosi, Dar es Salaam, Amani kila kona, machizi matoto na pop sam. Zam napopaka kuipeteka ram bigisha shotama kinitusi mimi na tabasamu. Oya. Kuba babaki oya tuza mdogo wangu. Tunaenda tuende. Tunaenda oya. Mbona unaburuza mdogo wangu? Mimi nakanyaga, mimi nakwambia. Unaburuza. Na mimi nikupe. Unayo? Oya nini unaona nichukuliaje? Acha laza tuone kama kweli. Unachukuliaje? Acha laza tuone. Wewe nisikilize mdogo wangu. Maisha ni magumu, nafanya test mfano wa kamali. Nazitandaza sumu ndani ya mito ziwa bahari.
Nasema hizi ngumu, wenda Mungu atashusha zari, mitungi prama, mdogo wangu viepuke hatari. Sinaone mtana shati, gusa unase ngumi tofari. Tuangwa geto, misha nisoma kila nasaka sarali. Pinzano atakoma kwa tamaa kushobo safari. Dara msizangu kiswa changariba leo nwatahili. Hii duniani ya Mungu tulio ndani wote wasafiri. Na mbuli ya vichungu kila kukicha zaidi ya shubiri. Shechoka ihari, spati mnoti mpaka kabari. Sindo ajasili ya mali, hadi mama anazipata ziabari. Oa, kuna neki so poa. Unajua nikwambia kitu kimoja kaka. Unaona si ndo Tanzania si. Amini mdogo wangu. Unaona si vijana si ndo taifa la kesho. Si ndo inabidi tuilinde amani, sio kuikanyagia. Si inabidi tutii mamlaka. Ndo maisha yetu ambayo inabidi sisi tuishi hapa mtaani. Ila nini unajua? Tusisahau mdogo wangu. Si unajua mimi mwenyewe, si unajua mimi na wewe michezo yetu tunachezesha yani. Ndio. Mabadiliko yanahitajika mdogo wangu. Chada kweli mwana. Sema na sisi tunakanyaga ujue. Oya mababa sisi unajua watarajia. Sasa tuchekeshi kwa sababu hatuna maisha, tushatafuta mikazi tumefeli, tuitie. Saluti mdogo wangu. Oya man nigga. Ya mama. Saluti. Hivyo una akili kweli? Unamsingizia shemeji yako amefariki kwa tamaa za pesa?